utakaa na neema ya Bwana iwe juu yako. Ushindi uwe wako. Heshima za Mungu zitulie kwako. Na mkono wa neema ukishikilie. Amina. Tunasikia maonyo ya Mungu ambayo Mungu amezungumza nasi. Na katika kuendelesha kutunza kwenye maono haya, tunataka tuongee juu ya upendo wa Mungu ndani yetu. Haleluya. Amen. Upendo wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Ninajua tukiongelea upendo tunaweza kuzungumzia katika vipindi mbalimbali. Kwa sababu tunaweza kuongea upendo kwanza dimension mbili. Dimension ya kwanza ni dimension tatu. Tunaona upendo wa kwanza ni dimension ya amour humain. Upendo kutoka kwa mtu. Amen. Dimension ya pili tunaweza tukazungumza juu ya upendo wa Kristo. L'amour de Christ. Na dimension ya tatu tunaweza tukauzungumzia sasa upendo wa Mungu. Amen. Kwa sababu Mungu alionyesha upendo wake kwetu. Na Yesu alitupenda. Na sisi anatransfere ile amour ndani mwetu. Lakini sasa katika upendo yenye Mungu anaweka ndani mwetu, tunaangalia tuko na upendo yenye tunapashwa gawa. Na hizi saa, kwa sababu si saa za kuturuhusu, tungeweza kuona kitu cha kwanza, upendo wa mwanadamu. Kwanza tumeitwa kumpenda Mungu. Amen. Ile ni mambo ambayo mwalimu anaweza kuyachambua kwa sababu yeye ndio mwalimu. Upendo ya kwanza c'est l'amour pour Dieu. Maana yake nimesema upendo yetu ya mwanadamu, na upendo ya Yesu, na upendo ya Mungu. Sasa ndani ya upendo yetu kama wanadamu, kwa sababu ndio dimension tunataka izungumzie. Dimension yetu kama wanadamu tunapaswa kumpenda Mungu. Amen. Tunapaswa kumpenda Mungu. Na watu wengi wanasimama hapa na wanaishia pale. Lakini dimension ya pili ndani ya upendo wetu sisi wanadamu tunapaswa pia penda nani? Kristo. L'amour pour Christ. L'amour pour Christ. Maana yake ni kusema unapaswa onyesha Yesu upendo wako. Ile ni dimension ya pili ndani ya umungu. Amen. Wakati tunapenda Mungu, tunampenda Mungu kama Baba. Tunampenda Mungu kama Mwokozi. Maana yake ile dimension yenye Yesu ametuokoa nayo inatusukuma na sisi tumpende. Sasa dimension ambayo tunaizungumzia c'est l'amour les uns pour les autres chrétiens. Upendo katikati yetu kama Wakristo, kama ndugu. Amen. Na tunataka tuone kwamba upendo si kitu kenye tunatunga. Lazima tuwe ya kwamba Mungu ndiye ametuordone kupendana. Na tutasoma maverse mawili hapa. Yohana ya kwanza sura 4 verse 21. Yohana ya kwanza 4:21, na mtu anaweza andika tafakari hata nyumbani. Sababu kuna mashairi hatutaisoma, lakini ukayaandika utaisoma. Na amri hii tumepewa naye. Amri hii tumepewa na Mungu. Mwenye kupenda Mungu imempasha kupenda ndugu yake vile. Mwenye kupenda Mungu imempashwa ili dua imempasa kupenda nani? Ndugu yake vile. Kupenda ndugu yake vile. Maana ke mtu mwenye kupenda Mungu iko na devoir. Iko na devoir. Toute personne qui aime Dieu iko na devoir ya kupenda ndugu yake. Amen. Amen. Est-ce que si wote hapa tunapenda Mungu? Kama Mungu mwenyewe anatukia Mungu. Kama tunapenda Mungu, tunapaswa penda na bandugu yetu. Maana ke bandugu yetu ni banani? Bandugu yetu ni kwanza bandugu yetu katika Kristo. Ni bandugu yetu kijamaa. Ni bandugu yetu ndani ya environnement, les voisins. Wale wote ni wajirani. Amen. 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 Ni kusema amuru yetu kwa Mungu tutaona kwamba inajidivize. Kitu cha kwanza tunapenda Mungu. Yohana ya 2:6. Na haya ndiyo mapendo. Na haya ndiyo mapendo. Tutembee kufuata amri zake.
tutembee kufuata amri zake. Hii ndiyo ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo. Mwendelee na kuifuata. 7. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Sasa kama upendo ni amri, bana tuambia inafaa tuifuate kila siku. Ni amri yetu yenye Mungu ametupa ya upendo, imepaswa tutembee ndani ya ile amri. Haleluya. Si kwamba tu Mungu aliordone, tutakuta ya kwamba na Yesu aliamuru upendo. Katika Yohana sura 13. Yohana 13:34-35. Jean chapitre 13:34-35. Hata kama tunaweza soma mashairi, lakini mimi napenda uelewe. Ndio. Amri mpya ninawapa ninyi. Yesu akasema amri mpya yenye mimi nawapa ninyi. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Tupendane namna gani? Kama mimi nilivyowapenda. Maana pale kama mtu haelewe upendo wa Yesu kwetu, hata yeye agisa anavyopenda kupenda mwingine. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Ndio maana Mungu amesema mnaniona kisi mimi nawapenda. Mnaniona venye mimi nawafanyiaka. Maana kama wale anapenda tujiespire kwa upendo wake. 35 anasema hivi watu wote watajua ya kama ninyi ni wanafunzi wangu. Maana wakati tunapendana watu wote watafanya nini? Watajua ninyi ni wanafunzi wangu. Tukitoka hapa tunasengenyana hapa yule, watu wote watajua tuko wanafunzi. Hatupendane. Asa tabia zetu zinatangaza kitu na vinywa vyetu vinatangaza kingine. Kwa sababu ndani ya upendo ni tabia. Upendo maana yake mimi nataka sema ni tunda, si karama. Upendo ni tabia, ni tunda. Ni tabia ya Mungu ndani yetu. Tunda lolote la roho ni tabia ya Mungu ndani ya mtu. Na karama ni nguvu za Mungu ndani ya mtu. Mnaona tofauti? Haleluya. Mimi nasema tunda ni tabia ya Mungu ndani yetu. Na karama ni nguvu za Mungu ndani yetu. Mais le plus souvent tunapenda nguvu za Mungu ndani yetu, mais hatupendi tabia ya Mungu ndani yetu. Amen. 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 Ndio maana tukijazwa nguvu za Mungu ama tukipokea Roho Mtakatifu, anatusaidia kwa tabia na kwa nguvu. Anatuletea nguvu na anatuletea tabia ya Mungu. Haleluya. Amen. 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 Tabia yako ni ya Mungu ama ni ya jamaa? Mimi nalizaliwa vile, jamaa yetu nakuwa tu vile. Uko mjamaa gani? Ngali mjamaa iliyoharibika. Kama tumewekwa mjamaa ya Mungu, tumeitwa wana wa Mungu, tuko obligé kuwa na tabia za jamaa ya Mungu. Amen. Na zile tabia ya jamaa ya Mungu zinaitwa tunda la Roho, le fruit de l'esprit. Ni kusema ile ndio tunaideveloper, tunaichochea, tunaikuza, tunaikomalisha. Mungu wanzirareba rabantu atese batongana. Mungu kasucha kahatuya shukuri yake hapa, mtu anasema haleluya kanisa. Andukani nilisengenya nyana, Mungu akanibariki mara moja. Kwa sababu nayo ilishakuwa kama njia ya baraka. Ulishakasirika kwa watu, mimi hatuyaonaka baraka za hasira. Ulishakwazika unachoka, hatuyaona kumeinuliwa juu uweza kukwazika. Haleluya. Amen. Amen. Yohana 15, Yesu anaendelea kutuonya. Jean 15:12-17. Jean 15 verset 12 na verset 17. Ni Yesu yeye pekee anaonya wanafunzi. Nasema hivi. Hii ndio amri yangu. Hii ndio amri yangu. Upendane kama nilivyowapenda ninyi. Uko nasikia kisha nairudilia. Hii ni amri yangu, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Iko na kongomerera wanafunzi. 17. Maneno haya ninawaagiza ninyi. Maneno haya ninawaagiza, maana kiniagiza. Upendane. Unamwako akakongomerera. Lakini alika yeba problema na wanafunzi na wakata kibya Mungu. Akaikamata
leso kubwa. Hii ni agizo, hii ni amri ninawapa, mupendane. Ambia kwanza maniko pembeni, tupendane. Murudilie tena, tupendane. Murudilie tena, tupendane. Haleluya. Unajua Yesu naye alikuwa kana dute ku Petro. Ndio maana alikuwa anamuuliza, "Eske Simoni mwana wa Yona, unanipenda?" Amen. 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 Simoni mwana wa Yona, unanipenda? Kwa sababu Yesu alikuwa pastor. Alikuwa mtu. Amen. Amen. Tungefanya hii exercise kwa kila mtu. Unazunguruka kwa watu yote na uko nauliza kila mtu, "Mwingi unanipenda?" Na wewe mama Debora unanipenda? Na wewe mama Kadafi unanipenda? Ungekuta mioyo ya watu wengine hata presence yako mbele yake roho na nyongana. Na unachotikana tunatambulisha. Amen. Hata mke wako na mume wako anaweza fika mbele yako. Eske yake unanipenda? Nikisa unakuta saa mke wake anamuuliza unanipenda? Mroho na mko nini? Kisha nakupenda. Unajua mioyo wakati haina muamuru inajulikana. Na upendo iko na gisi tunaweza iexprime. Upendo ni tabia. Amen. Upendo ni nini? Ni tabia. Ndio maana Bwana kaikazia. Mtume Yohana aliendelea kuikazia mu Yohana ya kwanza 3 verset 11 na verset 23. Yohana ya kwanza 3 kwa sababu ya kwanza ilikuwa Yohana ya kwanza hii. Maana na mu Yohana ya kwanza 3:11 na 23 tusikilize. 11 nasema hivi. Na hizi ndizo habari mlizosikia tangu mwanzo, ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Yohana anaenda asema kumiaka ya uzee. Alishaka andika habari njema. Hizi tu ndio habari mlisikia tangu mwanzo, ya kwamba nini? Tupendane sisi. Ya kwamba tupendane sisi kwa nini? Siko naikumbusha mubaroha yake ya ngapi? Apresi endelee. 23 inasema hivi, na hii ndiyo amri yake. Na hii ndio amri yake, kwamba tuamini jina la mwana wake Yesu Kristo, kwamba tuamini jina la mwana wake Yesu Kristo, na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Asikia Mungu nasikia kisiko na kongomerera watu. Doktrine bibliki kitu kikizurudiliwa mara na mara ni grande doctrine. Ni verite ya hayombe kuzarau. Amen. Amen. Ni verite yenye hayombe kuizarau. Maana ke Bwana anairudilia, anapenda aingie mroho za banani za wanafunzi ndani. Na Yesu ndio alifundisha. Sasa Paulo naye anafika kusimama. Paulo wakati anasimama katika Roma, anaongea Roma 12:9-10. Wa Roma 12:9-10 anaongea nini? Juu ya ile upendo. 12:9. Yes. Nasema hivi. Mapendo yawe pasipo udanganyifu. Mapendo yawe pasipo nini? Udanganyifu. Mchukie lililo uovu. Mchukie lililo uovu. Mwambatane nalo lililo njema. Mwambatane nalo lililo njema. Amen. Umefika disi. Disi nasema, kwa mapendo ya ndugu. Mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa heshima mkitangulizana. Mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima mkitangulizana. Ndio. Ile kusema mkitangulizana, maana kwa takao ndiye zaidi yawe. Ile ndio upendo. Usipende wewe utangulie wengine, lakini upendo wa kweli inakutangulizana. Yesu wao wazecha unga chuchuene kula ngecha. Uanga na tukerisimane cha uone. Uwa presio ungemberesha hao. Sasa la vrai Mungu. Amen. Lakini upendo yenyewe kwa watu wanajipenda kwanza. Lakini mapendo sio mkutangulizana, mko kukushushana.
ile haiko upendo. Maana kutapenda kwenye huko wengine waonekana bure, wewe ndio waonekana moto. Na ile ndio naletaka kuchafuana. Mami nyango kwa njenye sherehe. Mami nyango kwa njenye silihubiri. Mami nyango kwa njenye sherehe saba. Mami nyango kwa njenyere. Haleluya. Ambia mwingine jifunze kutanguliza wengine. Unaona hata kama wewe hauko bie, fulani ziko bie. Amen. Amen. Upendo inatangulizana. Ndio maana nakutaka watu biko na kiburi. Akivala vizuri iko na kiburi. Akiimba vizuri kiburi. Akifundisha vizuri kiburi. Akifanya hivi kiburi. Kwa sababu naona kama uko kitu. Amen. 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 Na ile naacha wengine unaanza bataya mohito na wewe unakuwa moto. Mie nzo moto, mie mko hito. Mie hito isikuwe nasema na mie hito. Kwa sababu mie niko moto. Haleluya. Amen. Hii sio somo tulianda. Sekia wezi kututie kumihari. Unaona mafundisho natokaga kumihari kwa watu wasio na upendo wa Mungu. Waefeso 5 verset 2. Upendo ni kitu kizuri. Waefeso 5 shairi la pili. Nasema hivi. Na mutembee katika mapendo. Mutembee katika mapendo. Kama Kristo vile vile alivyowapenda ninyi na kujitoa mwenyewe kwa ajili yenu. Asikia mko nasikia mkila verse mko comparaison kama Kristo. Kama Kristo. Sasa tunaweza jiuliza Kristo alitupendaka namna? Hata tujibu anasema Mungu alionyesha upendo wake kwetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Akakufa kwa ajili yetu. Penda mtu na angali kisiko. Usipendake watu wakati wataweza vyote. Amen. Ni penda mtu kisiko. Usisema mie kisiko pale, mie basi hapana. Ati niete tukije na ngana mwanza. Na wewe wanza huwa bretakaseke. Bwana alitupendaka na tulishe kwa watakatifu. Haleluya. Hata amuru ya Mungu ndio aliacha Mungu atuite watumishi. Mnawaza nyewe wote aliwaita huku na mmetakasika. Huko na mazefu ya mingi yenye Mungu anatushuhudia hapa na wao soko. Kwa Mungu amenishuhudia. Na bande bataka nirudi tata naona na Mungu na. Sasa wangu mzaifu. Ni kwa sababu ya upendo. Kwa sababu upendo unafunika wingi wa nini? Ndio maana Mungu anakufunikia kabia mingi. Akikuetalea hapa. Kisha wewe na unahukumu. Na Biblia inatuambia usihukumu ili usihukumiwe. Amen. Na usiwe mtozama mayeni mu macho ya watu ekiti nyomo yao. Tanguliza mwingine. Ona wengine biko biegu kushinda. Ona wengine wameendelea kukushinda. Ona wengine wameemba biegu kushinda. Haleluya. Mimi nakumbuka Jonathan Brenda ni alipenda Daudi kweli upendo wa dhati. Upendo wa roho. Kwa sababu Jonathan alikuwa press. Yeye ndio alikuwa fils du roi Saul. Yeye ndio angepata succeder Saul. Lakini alikuwa na macho ya kuona neema ya Daudi. Anaona neema ya Daudi, anamtoshea maharama zake. Anatosha sendiri, anatosha nini? Anamweka vyote. Wanakuwa anatembea na Daudi. Daudi anaanza na vala vya kupress. Na yeye alishajishusha anasema wewe nzita kwa karo, mimi nitakuwa kaseko. Mko wenyewe weza na chavi. Unaachia mwingine plus yenyewe na hiyo ingekuwa yako. Sababu ya kuona neema yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Amen. Meme kusia watumishi kuko vile. Unaenda kaona mtu na ndio maana watu wengi wanaharibisha. Hapa kunaweza kuwa hata sije. Yenyewe siwezi weza sije. Siwezi jahareka kwani. Nitaita mtumishi mwenye maana huyu Mungu anamjalia mwenye neema. Abafundisha atakuwa baraka kuliko mimi. Wamani bishwa sherembe rolwimbo. Uwane loli neema ya yene hali. Mwangana mzeli ya neema yo unalengi. Neema yenye Mungu anaona rara siku na boha. Juu neema inajulikanaka. Kuna wenye wako na neema ya uongozi. Kuna mtu yuko na neema ya kuhubiri, neema ya kuimba, neema ya kushauri. Haleluya. Mwingine ni mkarimu weso lenga yata. Iyanga na hii tia patu wa kwase. Haleluya. Haleluya. Ambia mwingine mtu anajijuaka. Wakati niliongea hapa na watumishi jana, nikaongea juu ya huduma ya masaidiano. Nikasema kanisani huduma nyingi ni za masaidiano. Sasa wewe kama una huduma ya masaidiano haiwezi lemea, lakini itatosha mtu mshima. Inaangaliaka huyu analemewa na nini, alafu na mimi naweza fanya nini ili aweze. Sina ndio huduma ya masaidiano. Haikritike, lakini naonaka cha kufanya. Kama huyu amechoka, ninaweza fanya nini? Lakini mwenye ana huduma ya masaidiano anasema, na hiyo naloshe uwe kwa mihara, akai ndama chetoto chenga, nalole watu ndio ukia mandiracho. Hata ile ndio ukali kwa mwana hadi, bwaka tungura bantu bachana, haja kutungara na bure. Hakusema umbebei. Kama hutaki kunisaidia usinisengenya. Amen. 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 Ambia mwingine kama hutaki kunisaidia usinisengenya. Sababu ukiona udhaifu kwa mtu mwingine, yeye kumsengenya msaidie. Yeye kumsengenya habalake ndiye msaidie. Unacheka kiatu yangu, leta chengine. Ile ndio kucheka mzuri na huko nanisaidia. Kisha pale utasema tu basi pastor, na mimi niliona kiatu yako kimependeza. Nimeleta chengine. Sitakwaziki ndio unasema tulichoona kimependeza. Mimi ukikuja niambia kwa tulikuwa na wewe pastor mzima. Unasimama mbele ya watu na viatu vya kupendeza. Wale haunisaidia, huna huduma ya upendo ya masaidiano. Haleluya. Nitayua kama una shaba ingine. Amen. 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 Sasa wakati Mungu iko naongea na sisi, iko na tuongoza na kutuangazia, ni kwa sababu Mungu hapendi tulemeane. Iwala sa kwa mahembe awele tabu furayeruka turaba. Kolosai 3:14. Kolosai 3 verset 14. 3:14 nasema hivi. Na zaidi ya maneno haya yote, uvae mapendo yaliyo kifungo cha utimilifu. Kwesi upendo ni vazi. Mwenye hana upendo atakuwa sasa mwenye naenda nini? Muvae upendo katika kifungo cha utimilifu. Amen. 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 Unavala upendo, unavaa matukano, unavaa kasengenya. Wewe unavala nini? Unajua Paulo wakati ameongea juu ya upendo, iko naambia watu nikifanya huduma nzuri bila upendo je niswiri. Mimi si kitu. Maana chochote chenye unafanya bila upendo kwa mwingine haiko kitu. Na usikuwe na wazo umefanya ndio maana Yesu kama modele Filipi 2:4. Yesu kama modele wa Filipi 2:2 mpaka 4. Yesu anakuwa modele yetu.
mpaka hivi. Nasema hivi. Kwa Filipi 2:2 mpaka hivi. Jalizeni furaha yangu, mujaze furaha yangu, ili muwe na nia moja, mkuwe na nia moja, wenye mapendo mamoja, wenye mapendo mamoja, wenye roho moja, wenye roho moja, mkiwa na nia moja, mkiwa na mawazo mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana, msitende neno lolote kwa kushindana, wala kwa majivuno, lakini kwa unyenyekevu, lakini tenda kwa unyenyekevu. Kila mtu ahesabu mwenzake mzuri kuliko yeye mwenyewe. Ile nayo haiko kutangulizana. Kila mmoja akihesabu mwingine mzuri kuliko yeye mwenyewe. Kila mtu katikati yenu asiangalie maneno yake mwenyewe. Kila mtu asikuwe naangalia na kuchomana maneno yake mwenyewe, lakini kila mtu angalie maneno ya wengine. Yaani kuwa mwenye kuangalia pia maneno ya wengine. Amen. Amen. Ambo muwe na nia hii moja, wenye mawazo mamoja, mapendo mamoja. Haleluya. Kila mtu ahesabu mwenzake mzuri, pima angalia mwenyeko pembeni, kisha umuulize, kati yangu na wewe wawapi ziko bia? Acha muulizane wakati mimi na wewe wawapi ziko bia? Amekuambia tunani? Amekuambia tunani nzuri? Anajisaidia akasema tisie moto. Ile ndio karasema tufundishe. Kwanza mata ulikana liba tisie vote nyama yekasi. Menya alienda kula timi. Verse nataka tukiangalizana unasema wapi nzoa bien. Kila mtu anasema wewe nzoa bien. Na mimi mna kushangalia. Na wote na mimi wewe nzoa bien. Sasa pale utatapa huyu na yeye mfata kutapa. Katika upendo kamilifu sifa zako zitoke nzo kwa mwingine. Hapana kwako wewe peke. Siku utajua kake unafanyaka bien na siku nzo utaharibika. Siku taiwaka ke wenzo wa DM group na ile siku nzo taharibika. Na hautajitumika kote. Kwa sababu mwingine sasa atataka kukuonyesha udhaifu, itakuwa komba. Kwa sababu na unaiwa mimi niko bibi. Amen. Ukiona mama mimi niko bibi. Ukiona mwingine mimi niko bibi. Na bora ni mgonjwa tangu ile. Wanauliza Adamu mimi niko bibi, mwanamke huyo. Wanafika kwa mwanamke niko bibi nyo. Hakuna mwenye alijitambua. Na ndio maana unakutaka meme tabia za watu wanazoea kuzitupia shetani. Nyoka. Hapo mama. Na hiyo shetani basi alishatujaribu sana. Ndio acha shetani ulimwona. Atake kuya pale anasema mimi uliniona mimi. Uliniona? Kuko vitu vingine ni tabia, hakuna hata shetani. Amen. Sawa le sengenya, shetani ndio le sengenya. Sawa nachukiaka ule, shetani ndio anamchukia. Sini wewe. Maana kama ni yeye seke anaikala mwewe. Na wewe mwenyewe unafukuzaka pepo, kwa nini hauya mfukuzaka? Unaweza kubali pepo ikate. Seke watu si kwake na sahau aspect humanitaire. Tuko watu wenye biko na dhamiri, wenye biko na pouvoir de décider. Unaweza amua kitu na unakifanya, shetani na haiko hapo. Amen. Kwa maana neno linaniambia mtu anajaribiwa akivutwa na shetani.
Kivutwa na nini? Mwenzo mmenikorije. Mtu anajaribiwa kanavuta na tamaa za nani? Hapana, na shetani. Hapa ndio bakana kwa Mungu, na Mungu akasema mtu anapojaribiwa asiseme amejaribiwa na Mungu. Mungu hawezi kumjaribu mtu kufanya mabaya. Mungu naye anashikataa. Siki wakati unakosa kunipenda, wakati unazoea kusengenya, ni tabia mbaya. Na nilishakawaambia ke matunda ni tabia. Mais ndani ya logique ya tabia, le caractère est un choix. Tabia ni chaguo. Mbona nisikie? Tabia ni chaguo, hauko posede total sawa basire venye tunaonaka huko, venye pepo lishamvala sasa ndio na Mungu zake. Kula mikambi anaikula. Wewe ungali na dhamiri. Sasa uko na capacity ya kusema no na kusema oui. Tout ce qui vient certain kama ataka kujaribu. Kisi terme nasema anajaribu. Kujaribu ni kusema kupima. Satana pimaka anajaribiaka na hiyo kisha kukushinda. Jua na hiyo una nguvu. Ndio maana nateri ya pima, nateri ya jaribu. Maana anapima kujaribu kupima kama atakuweza. Anashangala na kuweza mpaka ninaweza. Mimi alijaribu. Lakini sababu alifika kwenye mtu mwenye hajijui na mwenye hayue maamri na maagizo ya Mungu, anashangala amekuweza. Anajaribu kukuambia tu ole mtu usimsalimie tena. Anajaribu na wale nyaje kwa fatana na isini ndimu salimie choma kwa choma kone na hambele choni. Unasikilizana na sauti mbaya. Maana wewe na iko. Wengine ni baporter d'arme badui. Mimi nakuambia kama mtu hanichukii iko difficile adui ya kuarme contre mimi. Kama mnanipenda. Mais kama haunipendi ni facile shetani kukuarme contre mimi. Amen. Amen. Wabandi wakifika mkartie hawawezi tumikisha rafiki yako mwenye anakupenda kukudetruire. Banafikaga tu kwa mwenye hakupendi. Kisha ndo anawapa apply ya kwako kwa sababu anakosa kata ya kuingia. Nana nyanga ningirire. Mtu fulani akikupa sumu, fulani nzwara ne pale. Inya kaka bulayo. Na mwaka sala sungo yutechi. Na rabata mungu fulani unabali yanga katu nani eno sana bele lime na wa. Bana bado akatoka kanukita Biblia nani. Bwana. Kuna mtu ni rafiki yako. Amen. 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 Kwa maana wanasemaka l'ennemi de ton ami est ton ennemi. Et l'ami de ton ami est ton ami. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Et l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Ukawaza utemundo mabe mangurono iwe yaka manguru ya madumulisha musasa. No ndenya sinya hikira be manguro yuka be manguro. Oyine ke batina yemi aduyi. Ya kalo be rafiki ya debo. Onyama mu manguro randa. To maana adui yako ni rafiki yako. Haleluya. Amen. Amen. Asa kama shetani kila siku anakutumikishaka kontra mwa, uko rafiki au? Ndina ululuwa kene identite ngumano yuka akakutuma. Amen. 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 Ebrania 10:24. Ebrania 10:24. Sema hivi. Na tuangaliane kwa njia ya
kusukumana katika mapendo. Tuangaliane kwa njia ya kusukumana katika mapendo Na kazi nzuri. Amina. Tuangaliane kwa njia ya kusukumana katika mapendo na kazi nini? Usisukume watu kushindwa, lakini tusukumane kwa upendo. Maana mwenye kunipenda hawezi penda nirudi nyuma. Atanisukuma kwa njia ya matendo mazuri. Atanisukuma kwa njia ya maneno ya encouragement. Mimi wakati mnaimba na watu, mnahubiri na watu, maneno yako ni ya kubadekure. Amen. Amen. Tusukumane. Witira lisukumane leta. Daka nichikana la. Na ukaile bigiraya. Mwabiga ngime munashi. Ele ni kusukuma watu nyuma yako. Unajua mumarshe yetu pamoja na Mungu. Uko wenye biko na nguvu. Na Biblia inasema sisi tulio na nguvu tuwachukulie walio dhaifu. Mena dala Mungu. Ukisoma mnawaza ni Waroma sio kama ni 14. Wakati nasema wewe mwenyewe uko na nguvu. Hata katika imani uvumilie mwenye kwa feble dala. Kati yetu hatuko ni pamoja. Uko mwenyewe imani yake nasema kule mboka. Imani yako nasema ikule nyama. Sasa degree ya imani yako isibomoe imani. Ndio maana Biblia inasema tani ikifika kwa mwenyewe hakule kitu. Pale motif de conscience visiharibishe na dhamiri yake. Na mimi nasikula. Kusudi nikuwe kama na sisi tunafananana na rafiki mkuu. Ndio maana mtu mwenye kwa friend unakuta hakulake kitu fulani ameokoka. Kisha nampata akisha kula na sibati mercy. Au nasema kote hakulake nani? Wewe ni nini yoma mabili? Ile haiko iko skandal na iko furia ya upendo. Ndio maana Biblia inatuambia sie kama tunakula meme vitu vingine tukule bila kuuliza. Yote vinavyouzwa sokoni ni sawa. Vinatakaswa kwa maombi na kwa nini? Na kwa neno. Tukule kwa vyote. Kama uliviuza mwenyewe na uishaka kwa dawa, ile havikuhusu. Babi ni usi. Hatuko ba inspecteur ba kuangalia wafumu msoko. Muko na matelefoni huyo formula manyale ipataka alitoshaka wapi? Muko nazo. Maformula zile zote za kutuma message barua naandika hapo naenda jaandika mtelefoni ya mtu kule. Muko na matelevision, muko na assistant, na ache yiko Ulaya na assistant wako mnyu. Muko hao ya sama kuti ni waluzi. Unajua mimi nimefika kupwe ya kuona watu weusi. Hawajiapreciate. Mzungu akifanya meme ka kitu ka pumbafu kanaonekana kale nzoka kiezi ke kizumu. Na ndio maana meme leo wetu weusi wametupa mbegu zao zote. Uprofia mbegu za kizumu. Wameacha kuku zao uprofia makuku yenyewe na angoka hapo kuvunjika. Kuku ikianguka hapo inavunjika na yanakufa. Ile ni nyama ya kukupa afya gani? Wao ikuku yetu ataka anguke kwa etage 10. Kaka na jamba chini katanga. Akata kofi. Akata vunjika. Mimi kuku na vunjika kwa 10 cm. Zile zote watu wameacha yetu unajua kuku za kizungu. Kuku za poulet de chair na zetu ni za mete. Haleluya. Sasa vitu vyetu vinakosa soko. Ile yote hatujipendi. Hatujipendi. Mama iko nasuka hekatunga yake. Mzungu akifika pale mzungu anampa kwa mabodi. Bebe hii. Ile kama kutolea. Hauya ipate hata voisin mwenye anaenda kusoko na Sasha.
Na mzungu mwenyewe anapatia anatengeneza ya plastiki na yenu yote natoka msoko. Inarata. Ngo tunaviona vinauzana ashaleta hapo tikkelema. Viti ya makekele anachisuka kule chile japo mara moja tunakuwa tikishini. Sasa mnakuta mnaendelea kusufiri. Sababu mnabatia kofia sababu yeye kama hapo biko na akili kwa shida. Hii sendei. Sisi maliza mandara zetu. Ilishamaliza mangungu na mafilimu. Na vyote viko huko. Unawaza kwamba walikuwa wanapiga hiyo ndara. Sema nijifunzie kayo huko. Ukitaka piga ndara, gitari nini vyote viko hapo. Sasa hapa tukileta hapa ngoma tunaanza zipiga, tunasema somoja kama atashongoka ni wewe. Sasa ngoma shoko. Sasa unakuta kuipiga, zote yenyewe tuliwaka machaza kwa tangu zamani. Zinageuka zibofu. Angalia sasa ngoma yako kama inauza ngapi. Unaweza ipiga sawa yetu. Sasa ukienda uza ile tarashe. Na wetu mu generation zote hakuna tena mwenye nayo anakutengeneza ngoma. Hatuwazi hata mara moja tunangoja wazungu watatengeneza hiyo. Amen. 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 Tungeliuza vile mititi wenyewe wanataka wengeti. Tunavitondeka hapa. Hapo watumishi najikuta wataikala kwa betarata. Wanatafuta hele tu. Wala nacho kama mkiikala macho na sawa. Lakini tukevitia umma kama ekisoma chene vitu biberemo. Chicha ngabule cheremo nyiri mu yesiti. Ili hata nikukosa upendo. Amen. Amen. Upendo ni kujisaidia, ni kusaidiana, ni kuchukuliana. Amina. Haleluya. Amen. Petro naye aliongea kwa upendo kwa sababu nitamalizia preske kwa Yohana katika Petro ya kwanza sura 1 verse 7. Petro ya kwanza 1:22. Ni 2 verse 17. Ndio. Giza ilisha kuwa. Petro ya kwanza moya 17. Petro ya kwanza sura 2 verse 17. Nasema hivi. Hawa ni visima visivyo na maji na mawingu yanayochukuliwa na kufanya. Petro ya kwanza chapitre 2 verset 17. Nasema hivi. Mheshimu watu wote. Mheshimu watu wote. Mpende ndugu zenu, muogope Mungu. Mpende ndugu zenu, muogope Mungu. Mheshimu mfalme. Mheshimie mfalme. Hii ni mafariseni maana. Mpende watu ngapi? Na mheshimu ndugu zenu. Amen. Sasa kuna heshimiaka wengine. Huko watu ni bakosa adabu. Unajua leso ya adabu tukaifundisha. Iko na maamuri za Mungu. Mimi mtu akikuwa na miaka mingi kuwei, unapaswa mheshimu. Biblia inaniambia mmezaka nasema ukikula na mtu heshima kumeza, weka kisu mshingo yako. Sasa ikala kumeza na mtu wa heshima, kamata kutoitia hapo. Maana kefeta kasi. Usikue saa mwenyewe nilisemaka mnakala karibu senge. Anakata ugali mpaka chendagia chanaanguka. Tumebakia kukote moja. Mungali watu wote. Meya amekamata mweti. Anapakula magavu mko mahabo kata na nyia mko kata. Anatia pata kuro. Mjidebulie na lemoya. Haoni hata. Nilikuwa najaribu kumuombea Roho Mtakatifu muguze kama hakumuguza.
Watu viko mwangu naye amebakuta na viku wangu kwanza hapo nzo tulipigi naye amekuya ameongezeka anabali bali kwa naniangalia sasa niangalia ngesha bwana ono de l'amour muna nyamaze asa wakati muna spasi Mungu mguse tena serviteur de Dieu mguse roho yake aone macho yake Roho Mtakatifu hakwezi manake pale mimi nataka sema unaweza kuwa na tabia mbaya na uko na jazo roho na hata kuambia kama hatukuambilia hapo na tutakuwa naomba basi Mungu msaidie. Usimstukane atakusema nalo mtu mwenye anashafaa. Nalo Mungu hajamwambia hapana. Niwe kusaidia. Haleluya. Amen. Ndio unakuta watu wako na tabia za kutatanisha. Ile ni kitu cha kutanguliza mwingine. Hapana. Hapana. Adabu ni amana. Tumefundisha na watoto wetu kwa adabu. Unakuta mtoto mdogo hivi, mtu mkubwa na habari yeye ndo anaanza mkono. Baba kaikatala. Muadabu mtu mkubwa ndo anakutandira kwa mkono. Wewe mdogo hauwezi mtandira mkono. Haleluya. Amen. Amen. Ndio maana inaombaka kujifunza. Pierre anatuambia mu verse ingine katika Petro ya pili 1 verse 7. 1:7 Petro ya pili. Katika utoa wenu mapendo ya ndugu na katika mapendo yenu ya ndugu mapendo. Sasa akose tuanze enda mara moja tuanze senge. Vyote vinaongezeka juu ya imani. Ndiyo, na kwa sababu ya neno hili mkiongeza kwa upande wenu kwa nguvu. Sote katika imani yenu ongezeni wema. Banasema ni kweli tuko na imani. Juu ya imani tuongeze nini? Wema. Wema ni nini? Wema ni kumtendea mema mwenye alikukosea mema. La bonté. Maana Biblia inasema Mungu ni mwema na wema wa Mungu ndio inachaka Mungu anawaonyeshia mvua wa ovu na wani. Sasa kama tuko na tunda ya wema, roho zetu hazitakuwa na hesabu kule kisi hakunisongea na 100 hata ona. Kule kisi halini na 106. Sasa hauna tunda ya wema. Juu ya imani yako ongeza nini? Wema. Na katika wema wenu kujua. Na juu ya ile wema ongeza connaissance. Na bujinga na bukana pesa kwa baba. Mtu hayue kitu. Ibwe ni muyuwaji. Ukitaka muonya ibwe ndio unakuwa mweli. Sio maana wengine kwa mingi mwanabanga. Unakuta mtu akisema tumbo iko na anajihanda kwa yeye. Wanaoili andaza. Nini na nini? Ukimuuliza ulisomeaka wapi ndasa kisi na kuonyesha hii. Nitatumia doze gani hayo? Huyu wai. Mtu ndio liko na bisha na maandiko hayo hata na verse moja mu Biblia. Mwenye nzuko na kondelekele na mwenye nawaza muongoza. Ongezeni kujua. Na katika kujua kwenu kiasi. Hata kama uko muyuwai kuwa na kiasi, hata unajua umekuwa na kiasi. Haiko kusema juu na yua ukue passport tu. Hata unajua yua na mipaka ya wengine. Amen. Unajua ba mingi da yale wenyewe wanayua. Anajifanyaka kama hata hayua.
Anaweza penda nyie bote mseme, alafu asiseme. Ukienda uliza nivo yake, utashangaa kama mti. Akitaka leta na koroko, naye anaileta mwenyewe wenu kama naye hayoi. Mimi ninafanyaka wakati tunakuwaka na marenyu. Ninakuwaka na Teresa Kasha. Kwa sababu huko wakati tunakuwa na wengine kama ni mapadi, unakuta mtu ni daktari, ni prof hata. Lakini alishajishusha. Mko naleta hewazo kule naye anashuka. Analeta kake kama kopi memoke kakatala, anafunga hata kadasa kwa hata kama. Donge anaba permettre msema. Amen. Pale ni kutanguliza il faut faire parler les autres. Unaacha kila mtu naye anaona kapasite yake. Mtu kekuwa mbuyo sawa unaacha wengine na mumarenyu didebia alafu hawasema. Ndio alishaona mko ba espere la kusema. Unakamata parole 4 fois wengine hawayasema hawayajua tena wengine hawayasema. Kisha wale kufanyia renew wewe. Na katika kiasi yenu saburi. Katika kiasi saburi. Saburi ni kama hekima. Na katika saburi yenu utawa. Na muongeze vile utawa, maana ke roho ya kujua kujitenga. Mtawa ni mtu mwenye anajimetere hapa. Na katika utawa wenu mapendo ya ndugu. Na katika utawa hata mnajitenga hapa, ndani yako huko amuri fraternel. Amen. Katika mapendo yenu ya ndugu mapendo. Tukisha toka mapendo ya ndugu ambwa kadinachi. Maana huko l'amour fraternel et l'amour. Asa mapendo yenye banataya hapa ni mapendo ya kuvuka undugu. Sababu upendo wa ndugu haiko upendo wa ulimwengu. Unajua kisi na watu wenye biko huko baadui. Biblia inasema pendeni adui zenu. Sasa kama unajilimite mundugu, utapenda na baadui. Utaombea wenye biko na kutesa. Mimi Biblia inasema pendeni adui, priez pour ceux qui vous maltraitent. Hata wenye wanatutesa wakamatie kipindi. Hapana kusema wakufa. Waombee mema. Kwa sababu Biblia inasema tuwabariki wenye kutulaani. C'est ça la véritable amour. Mais wewe mtoto wa Mungu ukikosewa kapata hapo unakabeba mondani. Unabeba mondani. Na ndio maana tukifika unaiona maiglizi Pentecoste. Unaweza ombea vingine vyote, tuombe Mungu atusaidie. Ukifika kusema sasa maadui tunaenda kuwafyeka. Mama wanaanza funga kichwa. Wao wanaanza funga maseni. Kwa sababu kwanza haiko hata akili yake haiko na kusiteni. Wengine tunataka fyeka pale ni watu. Sasa utakuta mtu alisha kanyaka na iko na kanyaka nyanani. Ile kolere nyaya msamehe yake na nzuko napiga ngume pa 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 na pa hiyo ni makofi. Kwa sababu anajua kusema nikienda kupiga hiyo chimwili wataona siokoke. Hivi Mungu amenipa nguvu ya kuipiga charo. Mangura pa 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 ayo kewa nao. Anangirinya lwana muno inyeya gorekera kama oko 11:05 fulani mwaka wa hesa lili kofi nyewa. Ndio hapa ukisikia kusema tuombee maadui. Unakuta watu sauti zinashuka. Hata omba kwa ujasiri watatoka mjasho. Ile priere haitakuwa movivacité. Na mtu atakwambia kipindi cha leo hatibulu. Analeta marakete yenyewe haistahili. Haleluya. Amen. Sasa kwa mwisho
Yohana anatutia moyo, anatuanguraje. Haleluya. Yohana anatuanguraje katika Yohana ya kwanza 3 verset 18. Yohana ya kwanza 3 verset 18. Nasema hivi, watoto wadogo, tusipende kwa neno, wala kwa ulimi, hata kwa ulimi, lakini kwa matendo na kweli. Amen. Tupende kwa matendo na kweli. Anasema watoto wadogo, tusipende kwa neno. Tupende kwa nini? Jinsi tunaweza sema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu akafanya nini? Amen. 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 Kwa maana Debora alipenda mama Baraka kwa maana fulani ananipenda Uliza mwingine, unaonyesha upendo wako nini? Ni maneno. Usipende kwa neno, penda kwa tendo. Haleluya. Mapendo ni matendo. Maana ke mapendo yiko mkanisa inajiexprime mu binye tunatendeana. Binye tunatendeana njobe naonyesha tunapendana. Mungu nyumba yako hamuna amuru ya nini? Amuru scolaire, je vous aime comme les poissons et l'eau. Kisha samaki hayo ukaitosha mama inakufa. Kisha naona waweza kufa. Bana imbaka ba musicien amuru scolaire ni amuru ya bana. Donc watu wazima wanapenda kwa tendo. Amen. Tujue kuonyesha Mungu. Hata leo hii kama tunasema tunapenda Mungu, anaiona a travers venye tunatenda. Na Mungu hawezi fika na kutuambia mimi nawapenda mimi. Venye natutendea kasi exprime ke Mungu anafanya nini? Kwanza upendo wa kwanza akatoa mwana wake wa pekee. Akatusamehe mara moja. Baada Mungu. Amen. Sivyo natuambia upendo na samehe yote. Mimi unakuta unashindwa na kusamehe mwingine. Kosa yenyewe alifanyaka mdemile 23 mpaka leo ingali ndanda mroho yako. Unajua ukiweka mchafu fasi saa mrefu tunaoza. Bima kuacha mliange mchibakuli yako karibu sima. Utaona kuna jisafisha na tisha karibu. Na ndio maana roho za watu zimeharibika kuweka mumiliange ya madosi. Tunalemu naenda sikia mtu roho ilishaharibika. Ukienda fata dossier ya iko mtu mwenye haachele yake kitu. Akiweka mroho mwe souvenir inabaki. Unaweza pale hakuta kuweka kutu. Na leo msuka nengo kwa ya mambo asigauti pupu nyolo zini. Koko ukazimia. Problem roho ilishacho. Anaibebesha kabia ndivale. Unawaza mroho yako ukitia mafuraha itajaribisha. Itajaribisha. Ukisamehe mtu na roho yako inabakia masalama. Salama inaweza chokesha mtu. Kwa sababu basi kwa maana nikala masalama ya mingi ilishanichokesha. Mimi watu wenyewe wanachoka, ni wenyewe wanabeba mizigo ya maneno, mizigo ya mamobe souvenir. Haleluya. Nikikuwa na mauvais souvenir kwako, ukela akika sura yako itaribika mbaya mbele yako. Ninaanza mana kupenda. Kama nakumbuka ikikia tosha hivi. Nasha kumbuka tele ya vya nilicha milioni yole. Ikata shana kidogo nana niliwa mabisha ndapo. Finalemwa naenda sura mbaya mbarasha. Problema ni kukumbuka mabaya, nziko na badilisha sura. Yenyewe napenda na ingali hili. Mimi image mandali yangu iko na haribika. Kesho naanza wana mtu ukale bibi minywa wote. Wajale bio macho tukasiye bimba. Ilisha bimba sababu iko na vitu venye viko mwenyewe. Ndio iko na kubimbisha kwa mdomo.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Angalia mwingine mwenye uko pembeni yako, kweli kweli ungali unanipenda. Haleluya. Amen. Ninaweza kufa nini nikienda ambia huyu kwa sasa? Ninaweza kufa nini? Na kama siwezi weza kumwambia, unajua uko watu wenye ukimwambia parole anaichukia selogisi anakuchukia. Hata ni nzuri. Na kwa sababu alishatanguliza mauvaise relation. Inaomba uende kipitishe mkinywa ya mwenye anamkubali. Kisha wale akimwonya acha, utakuta anasema basi umenisaidia. Mimi ingekuwa mimi. Ingekuwa tu mimi. Sasa masikio yenu iko kama iko mwaikutera. Na maikutera zile zinatafsiria. Nikisema antuka Mungu akubariki. Ile kutera naenda kumwambia, "Uyuko kutaka Mungu akubariki." Na baraka hiyo ni chendekeno. Sasa anasema aliniambia zole ukikuta anafika kwenye niko tu anafikia kuniambia Mungu akubariki. Asante nataka kusema hivi na kujipitia. Anatia kuile kubariki kwa maneno pake naenda kwa mimi. Lakini ingekuwa asemeka na mwenyeko naye relation. Kumbe kwa nasema amen. Napokea. Mioyo yenu ikuwe relation ya kuaminiana. Ikuwe relation ya kupendana. Ikuwe relation ya kuchukulia. Amen. Ulia kusengenya mtu angalia kama unaweza muibe. Amen. Amen. Ule anaweza sema kitu amehawa kwesi naye hakufanya lile. Sasa wewe mwenyewe unaweza msaidie dada Mungu. Mbona kuta mtu amesema kitu kibaya na uamia mbwa. Sasa na wahua hulu na tayarishile karashini ko. Ulikuwa na mbaya aseme kisha na umpoleke mliako. Sasa unakuta watu mtu kwenye alimwambilia neno jidebia alafu alishanyamaza. Maana yake alisha mlekuli. Maparole sec zinapita hata maumivu ya nje. Ndio maana mbele useme fungusha ulimi mara 7. Amen. Amen. Hata kukekuwa problemu yako. Unajua kisi kunaweza kuwa mtu mwenye anaweza kuyaadhabisha kasirani yako na haukusema kitu. Ina kuwashua ili tulikuwa tuko ni fulani wanzo alikuwa anataya. Ndio maana alisema. Kama vile haseme kama alisema nini. Mimi nakwambia alisema. Na wewe uko nasikia alisema. Sasa vile wote sasa naongea na uko nasema maana kana maneno ya mingi. Ate maana ke watu yote walishanga. Kwa watu yote ni. Kisha na wewe sote tasema kwanza. Ile kolera kisha amuka. Kasirani ya mtu haifanyaki mapenzi ya Mungu. Naona nasema fulani ndio anaweza anasema COVID. Mwenyewe alifanyia hivi. Na mimi akanileshana watu. Ule akitoka pale anaenda. Kwa showa. Fulani mwenye amesema. Nilienda angalia wenyewe sema hapa kama ni kweli ni kweli. Na mimi naenda kuangalia wenye amesema. Kuna mtu kama huyu atabachonganisha. Amen. Amen. Ndio maana mimi ukikuya nielezea jambo. Kuna kusikilizaka. Mimi naanza kupoza zenye wewe peke urekodi record. Mimi si wazake mimi nakupoza kesho na niko najifunza wewe.
Wakati nimekuuliza maswali pa sawa, mimi nanyamaza na inakuwa kama tashi yule. Sasa mimi naingia mfaze ya ngeta. Mimi peke niangalie. Mimi najua kila mtu na ndenge na ya. Hawezi nisingizia mimi najua huyu. Chenye banabaza malaya anaweza sema ile bongo. Na chengine naweza eleza fulani alisema hivi, mimi najua akikisema vile hakusema kisha nasema ni njia. Anake huyu alishaongeza hapo. Amen. 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 Utana mimi si wewe wenyewe bananipenda na wenyewe wanipenda. Mimi na yeye mnanipenda. Uliza mwenyewe unaweza sengenya mchongeshi. Umesikia kisha amesema pale. Maana kana anapenda. Abantu akatongana Mungu. Mungu moyo wa yote, mwenye kwa fasi yote. Watu mnasikia mtu alishaenda msangenya kunyumba. Mimi sikujua kama ni Mungu alikuwa anasali. Watu wanasangenyaka na Mungu. Haleluya. Amen. Sasa mvumiliane ninyi kwa nini? Kati yetu kuko maisha spiritual. Kuko wakubwa, kuko wadogo. Amen. Kuko wenye unaweza tolerate hiki. Kenye bana tolerate kwa huyu na hawezi kitolerate kwa content na position yako. Si mimi nasimama hapa. Unawaza hapa mama kisi mnaikala hapa. Siwezi wakorije sawa hapa. Nikijiadresse kwenu nitakuwa mkali. Mbona nyinyi mnajitenga nabo? Sema naonyesha kama ni kategori nyingine. Sasa kama nakomala zaidi ya mwenye niko huko. Sasa kwa sasa yako sitaitoleresa ya mwenye niko huko. Nini? Maatape zinapishana. Siwezi oni ya salari sawa hapa watumishi. Hapana. Na Mungu vile. Sasa nyie hamwezi jitolea. Mungu ndiye sana samaka na nyie wana asamaka na ule. Unawaza fimbo zenye wanawaza mangura huyu. Sasa si tofauti. Kwa sababu huo nakomala. Na hata mimi Biblia inasema wale watu wenyewe walisikia sana watauliziwa sana. Kama ulipata mengi kwako kutatafuta mengi. Mpaka anasema ili seroba tide grand nombre de. Kwa sababu Mungu anajua. Sababu hii kanisa usijikombane na sadaka. Hapa hawasikiake sauti ya Mungu sawa wewe. Hapa wanasoma maandiko na wanajikazia kwa maandiko. Mewe ya kumaandiko unaongeza sauti. Sende Spirit anasema na wewe. Mungu mbinguni. Sauti yenyewe itahukumiaka ulishaisikia huko. Ulishaanza zawadi zenye wengine hawaya wamaka. Kisha wewe ujikombare sawa wala basi wengine hapo na ukisikia wengine wanaomba unasikia wanasema Mungu alimwambia nini? Hana maagizo. Wewe uko na maagizo. Amen. Amen. Ndio maana pasipo sheria hakuna dhambi. Mezambi ndio naletaka nini? Sheria ndio naletaka dhambi. Kama hawasinge aliambia Adamu usikule tunda, angelikula haikuwa dhambi. Kama hawakuambia mke wa Lot usigeuke, angegeuka na hakuna dhambi. Si mnageuka. Mlishakuwa nguzo ya chuki. Sababu sheria ile haiko yako. Amen. Amen. Ugeuka yake haikuwa ya kiroho, hali yake ya bango kwa kama kewa. Ama leo nguzo ya nini? Sasa mko manguzo za chuki. Ulifika hapa na ulishageuka kumbiele. Sasa tupendane. Amen. Yenye Mungu ametuonya tuvumilie.
Mungu akisema tuvumiliane, sasa tuko na dimashiza za kutuchokeza. Tuchukuli kila mtu hesabu mwingine mzuri kuliko na tutanguli sana. Tusukumane wapi? Mbele, hapana nyuma. Mie maana kukokota, naona nisukuma. Mie maana kukokota, naona nisukuma. Amen. Hata mwingine sasa yuko anapanda, na wewe msukume upande pamoja naye. Amen. 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 Asiyemtemu kanisa haiko kiroho. Amen. Usiseme shule nishaka huyo mtero, kuko wengine ni makusi. Alishakawia paka nakuwa na ndevu na yuko apata huyu. Naye anakawia tu. Maasika anakomana. Kukawia haiko nzo privilege yenye tunataka tibo. Watu wenyewe wanamaliza huko miaka 10 ni wanani. Wale muingie katika raha ya Bwana wewe. Vile ndio Mungu atasemaka. Mungu hata jijaka siente, atajijaka uaminifu. Na mtu anaweza anja asubuhi akachoke magharibi na akakuwa discouraged. Tunaona Biblia inasemaka heri mwisho kuliko nini? Sasa heri yako haiko asubuhi, iko magharibi. Na ile magharibi ndio tutaonaka mwenye alitumika. Haleluya. Amen. Kwa sababu ulifika magharibi na unashikilia. Ule ndio atasema nimepiga vita vizuri. Kwa hiyo tupendane. Kanisa haiwezi punguka sababu ya tabia za mtu mubigiri. Tabia za kondoo ndume ya mapema. Nyingine na kuja boom. Donge mtu hawezi kala karibu na wewe kama hayakutosha kwa dosi. Tafuteni salama na watu ngapi? Amen. Na muifuatilie. Ukitafuta salama na Biblia inasema conservons l'unité de la foi. Tuikonserve sababu mwenyewe tupatanisha na Mungu. Sasa sisi tunachunga chenye Mungu alitoa. Haleluya. Amen. Mimi mjamaa mimi nasemaka. Unaenda kuta mlishakuwa watu mjamaa moja. Uko mwenye aliletaka mwingine. Sawa lezaliwa wewe ndio komande wengine bazaliwa wewe. Mlikuja kutanana. Chenye mnapaswa fanya mjikaze mkoserve umoja. Mimi wakati tunakuja bomola umoja yenye Mungu alijenga. Wewe ndio mjenga jamaa. Kanisa lisi tuko hapo, mwenye alileta mwingine ni nani? Neno linasema hakuna mtu amekuja kwangu kama baba akufanya. Bwana ananivuta. Mwingine ananivuta. Na tunakuyaka hapo, hatupataka salama. Amen. Est-ce que Ezekiel s'est dit bandage? Bon, ukisoma kusoma 4 par mois, kila mtu atakuwa anapata $100. Kumbe na wapagani wa Uislamu. Lakini ukiangalia kila mtu Mungu alimleta. Nyamba lake ndio watu waleta kuku huyu. Utaona mtu kile na kwanza na kutokile. Kwa hiyo kama kwa handuli. Ndio tulimia tomuka sawa huko. Ukisema tutamu hatakana tukalua kucha. Na wakakwa ukala na mbangere nona. Inyomu tinao tabata somana mupime. Kusunda langara kukalua yao mwenye anja. Lakini Mungu ndio alileta. Shekina ndio alileta huyu. Iko wapi Shekina? Wewe ndio alileta huyu. Unawaza kishuko pale dunia mweza wewe. Mama wewe wangana toka joni yoyo ya. Amabe mama tindi. Joni yoyo wangana mtu. Como se muko baba banyama nasa handra. Haleluya. Na mama vile vile bareundu akisema na baregana na inakuwa vile.
lakini Mungu alituondelea hapo. Sasa Mungu akishaondia mtu anamleta hapo na haraka kwa yeye kumrudisha nyuma. Biblia inasema anayerudisha mmoja wadogo au wanyuma, jiwe kubwa lifungwe shingoni mwake na litupwe bahari. Maana hata maiti yako accelerate. Kwa sababu bei ya nafsi ni bei kali. Amen. Hatuyafika wakati wa hukumu. Ambia mwingine hatuyafika wakati wa hukumu. Tungali wakati wa neema. Bwana angali nasema kujeni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo. Haleluya. Nami nitawapumzisha. Hata ni mzigo gani Bwana angali naita. Haiyakuwa wakati ya kuhukumu watu. Hatuko hapa kuteji. Mungu alishaniambia mkanisa ile msihubiri yake msheria. Mkwe na hubiri neema na upendo wa Mungu. Amen. Tuko na deux messages, la grâce et l'amour de Dieu. Kwa sababu sie wote tuko watumishi kwa nini? Amen. Na upendo wa Mungu ndio tuacha na tuita. Na wewe uko maana wa Mungu kwa nini? Amen. Haleluya. Tumeokolewa kwa neema. Si kwa sababu ya matendo yenu mazuri ili mtu apate kujisifu. Donge hapo mshango hata nje tutungo konyele. Tu Mungu anabia tunga ngasha tago ndi yangabara bora. Nje na bini stahili aliokoka. Lakini wokovu yenu nyewe wote kule ni ya neema. Na wengine wamebadilika leo wanashangalaka kama alishabadilika koma. Juko kwa tabia zenye watu walikushindwa kako. Sasa ulishakosa. Baba Joseph ananabiri yuko kwenda yubo. Atanya Joseph amanya namuno. Utimwambia shabia kakarama. Kisha sasa mtafika kanisani zote muwezo anza jihandika kwa yeye na Mungu akisha mfikisha. Unajua kwa watu anakuja jaharekera kumtu Mungu. Amen. Amen. Bibi ampenda. Kama haukuyo mpenda Yesu na yuko mzambi. Ukishaharekera kwa yeye ungelenga mwaza kakula. Mtu kama alishafika mwenye amelova. Amen. 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 Nijua mko na ikala bibi na bwana ingekuwa ya makuple. Ningeambia bwana baambie bibi atunabelova. Hata wameona na hali Mungu tunabelova. Na wamukali na wana tunabelova. Na unaoswanga ndokire. Sasa kama sio wote tulishadagea. Tungali nafatana kunini? Isipokuwa kutiana moyo. Ukiona mwingine anazoefuka hapa na wewe unafanya nini? Haleluya. Amen. 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 Masenge ukiangalia yenyewe naacha tunasengenyana tena na yetu sabale. Yetu sabale. Amen. Amen. Mtu kama hafiki kukanisa unamsengenya umemtembelea mara ngapi? Unajua iko na shida gani? Twende mtia moyo na kumtia Mungu. Ile ndio kazi Mungu ametuitia. Tusukumane na tutiane nini? Hapana kuambia watu nimeona nyewe wote hamoya wako kaka. Mko watu wa sitani. Mama chelewe sitani Mungu. Haleluya. Amen. Taborongo tutane tungera hanuni chine Mungu wa sitani. Kocha sunyila ngiranda kembele. Komundu wa sitani kwa kama shaswa sambo kwa nyata. Haleluya. Bwana awe nanyi. Na neema ya Bwana walinde. Mungu awape nguvu kila siku. Mungu amimine upendo wake ndani mwenu. Na Mungu awaangazie njia zote. Ile mambo iliyokuwa mabaya Mungu akusamehe. Na Mungu abadilishe yote kuwa mapya. Mupeane mkono ya amani na ya upendo.